Inaosema kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa? Kwa nini kuna migogoro kwenye ndoa? Ndio mada yetu ya leo ambayo tunakwenda kuiangalia. Na tutaangalia, je, migogoro ni mibaya kwenye ndoa? Tutakwenda kuangalia mahali hapo. Niwakumbushe jambo moja, marafiki zangu. Safari ya ndoa ni kama barabara tunayotumia kila leo. Wale mnaotumia vyombo vya moto, gari, pikipiki na kadhalika. Ikiwa barabara itakosa alama za barabarani, ikiwemo hizo 50, 80, lakini pia kama itakosa bumps kwa ajili ya kupunguza mwendo, tunaamini kabisa anayeendesha chombo cha moto huenda asifike salama anakokwenda. Hali kadhalika ndoa nayo, kama itakosa alama za barabarani, itakosa kona, itakosa hivyo vitu vya kupunguzia mwendo, tunaamini huenda msifike salama. Kuna mtu mmoja ananiangalia anasema, "Pastor, mimi mbona ndoa yangu ina miaka 2 hakuna mgogoro wowote?" Njooni muombewe, mna matatizo. Kwa sababu ndoa ya watu ambao wanajitambua, ndoa ya watu ambao walioana wakiwa wazima kabisa vizuri, lazima tunaamini kwamba itapitia migogoro. Kwa hiyo kwa kusema hayo, nataka nikwambie kwamba migogoro sio dhambi. Kitabu cha Petro ya kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 7 utausoma kwa wakati wako. Anasema, halikadhalika ninyi waume ishini na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Anaeleza hizo habari, ishini na wake zenu kwa akili, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Hilo fungu litunze, nitalirudia katikati ya juma hili. Nizungumzie moja ya vikwazo vya baraka kwa wanandoa, ni pamoja na kuishi bila amani kwenye ndoa. Vikwazo vya baraka. Kwa hiyo kuna mtu ambaye yuko mahali hapa, naamini kwamba ana uwezo wa kupanga mipango yeye kama yeye bila kushirikisha mke. Anasema nimfanyie surprise, ajikute kuna gari, kuna shamba. Sikiliza, ishini na wake zenu kwa akili na kumpa heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Sasa migogoro, vyanzo vya migogoro viko vingi sana. Na haya yote ninayokwenda kuyasoma mahali hapa, mtagundua kwamba yanatengenezwa na namna mtu alivyolelewa, chimbuko lake. Kwa hiyo kuna migogoro ambayo ni ya kutengenezwa, mfumo wa baba na mama walivyoishi, wakamtengenezea mgogoro huyu mtoto ambaye baadaye atakuwa mwanandoa. Kwa mfano, una mtoto ambaye akililia kitu unampatia, akilia tu unampatia, na huyo mtoto, hiyo tabia itaendelea. Kila atakachokuwa nakiomba atatamani akipate kwa wakati ule ule. Hata kiingia kwenye ndoa, ni wale ambao akikwambia, "Mme wangu, ninataka leo sikilini ya inchi 60, usipoileta," analala amevaa suruali na kadhalika. Kwa hiyo migogoro mingine inatengenezwa. Lakini niwatie moyo, kuna kakitu ambako niliona ushuhuda kwa mtumishi mmoja, kalinibariki, na muomba Mungu na mimi nije nika-apply hako kakitu. Anasema yeye kuna wakati anawaambia watoto wake, "Leo hatutakunywa chai kabisa." Kabisa. Si kwamba hawana pesa, pesa ipo. Ila anawaambia, "Leo hatutakunywa chai." Wanasema, "Kwa nini?" "Nataka mjifunze kwamba baadaye kuna uwezekano hamtapata chai." Sasa wao wakikuwa wakielewa kwamba siku 7 za wiki, kila siku kuna chai, kwa maana breakfast, kuna chakula cha mchana, kuna chakula cha jioni, watajisahau. Ndio wale ambao hata kitaka kuingia kwenye ndoa anauliza kwanza, "Una nini?" Sasa faida za migogoro. Namba 1, migogoro husaidia watu kuelewana zaidi. Usipopitia katika migogoro, hauwezi kujua mwenzako anawaza nini, mwenzako anapanga nini. Kuingia kwenye migogoro kunaonyesha kwanza ninyi mlioana mna akili timamu. Lakini migogoro inafungua hisia zilizofichwa. Utafiti unaonyesha sasa hivi wengi wanavunja ndoa na wengine wanajiua kwa sababu hawana uwezo wa kutatua migogoro. Fuatilia wazee wetu, kina baba na kina mama wa zamani, yale matatizo ambayo tunayapitia leo waliyapitia, lakini uwezo wa kusolve migogoro ulikuwa mkubwa kiasi kwamba tatizo lile ambalo sisi tunalipitia na wao walilipitia na wakabaki salama kwenye ndoa. Lakini leo uwezo wa kusolve migogoro umekuwa mdogo sana. Migogoro inarekebisha makosa yaliyokuwa yanaendelea kimya kimya. Kuna mchungaji mmoja ambaye naomba nimhifadhi, ni rafiki yangu, ana siku inayoitwa Sema Ukweli, ya kwake na mke wake. Wanakaa wanaambizana kabisa, "Mke wangu, hivi juma hili nimekosea wapi?
Mwanamke anaeleza atamchambua mume wake, atamchambua, na mwanamume naye anaeleza juma hili umekosea hivi na hivi. Baadaye wanakaa wanaombana msamaha, anasema basi yameisha, tuanze moja. Kwenye ndoa ukiona hamna vikao vya mume na mke, hiyo ndoa anza kutafuta jeneza, inakwenda kufa. Kwa hiyo ndoa inaboreshwa na kukaa kutatua migogoro midogo midogo. Lakini sikiliza, migogoro inajenga ukomavu wa kihisia na kiroho. Kumwambia mwenzi wako ukweli, kutatua migogoro wa kumwambia ukweli inajenga ukomavu. Sio kila wakati tu wewe unamwambia mazuri tu, unajua hani nikikuona ninazimia. Siku moja mwambie, sikiliza, nataka nikwambie maisha yako nako kwenda. Mbona nitazama hivi? Basi simalizi. Kwa hiyo inajenga ukomavu. Lakini pia migogoro inafundisha kusameheana, kuvumiliana na kuwasiliana. Tunapopitia migogoro kwenye ndoa tukaisolve, inatusaidia kusameheana. Sasa baadaye nitazungumzia hii habari. Kuna watu ambao mnakaa kabisa mnakubaliana kwamba limeisha, lakini utakapokosea anaanzia pale pale mlipoishia. Yaani hajawahi kusamehe. Migogoro kwenye ndoa hutokea kwa sababu nyingi. Kwa sababu ninyi ni watu wawili ambao mna hulka tofauti tofauti na mna chimbuko tofauti tofauti. Na ndio maana tunawatia moyo vijana mlioko mahali hapa, usichelewe sana kuoa. Watafiti wa mambo ya ndoa wanasema mnapoingia kwenye ndoa, ili uanze kumwelewa mwenzi wako, nisikie, sio ili umuelewe, ili uanze kumwelewa, inabidi uishi naye miaka inayolingana na umri uliomuoa akiwa nao. Sasa wewe zoa wa miaka 40 itabidi muishi miaka 40 ndipo uanze kumwelewa. Na ndio maana nenda kafanya utafiti tu kidogo. Wazazi wetu wanapoanza kuzeeka, utaona amani na shwari kabisa kwenye ndoa, hakuna shida yoyote. Sio kwamba wamekuwa na roho wa Mungu sana, wameenda kuikamilisha miaka waliooana wakiwa nayo. Na ndio maana wakizeeka sana, mmoja akifariki na mwingine hachelewi anamfuata, kwa sababu tayari wameshashibana. Kwa hiyo vijana tunawatia moyo, walau ukichelewa sana, ingia basi ukiwa na 30, japo hata 30 katika malezi na changamoto yake tutaizungumzia. Kwa hiyo moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa ni pamoja na anavyotatua au anavyoshughulika na migogoro. Hiyo ni moja ya ishara ya ukomavu wa mwanandoa. Sasa angalia, usiingie kwenye ndoa kabla hujajua mwanamke ni nani na mwanamke ni nani. Angalia mambo yafuatayo yatakusaidia kujua mwanamke ni nani na mwanamume ni nani. Namba moja, namna ya kuelezea hisia. Mwanamume na mwanamke tunatofautiana kabisa. Mwanamke mara nyingi huwa wazi zaidi kueleza hisia zake kwa maneno, lakini wanaume hueleza hisia zao kwa vitendo. Wale mlioko kwenye ndoa mtanielewa. Ndio maana sio mara nyingi sana mwanamume aseme nisamehe. Akiona ameharibu utashangaa anakuja na kakitenge, kakiro kanyama. Ukianza kuona hizo dalili, kuna mahali ameyakanyaga, anatafuta kufuta kabisa makosa. Sisi tunaeleza kwa vitendo. Wamama ambao wanalazimisha mpaka mwanamke aseme nimepiga magoti basi nisamehe, ni vile hawajaelewa mwanamume ni nani. Asili ya mwanamke hujieleza hisia zake kwa maneno, lakini mwanamume hueleza hisia zake kwa vitendo. Hiyo ndio tofauti ya watu wawili. Lakini namba 2, mtindo wa mawasiliano. Wanawake mara nyingi hupenda mazungumzo ya kujenga ukaribu. Yaani hana sababu yoyote, hana hoja yoyote, anataka tu mkae mzungumze. Ndio maana asilimia kubwa wambea wengi ni wanawake. Maana na uwezo wa kukaa kuzungumza hata bila mantiki yoyote. Lakini mwanamume hupenda mazungumzo yenye lengo la kutatua tatizo na kutoa suluhisho. Mwanamume anataka mantiki. Nilikuwa nasoma kitabu fulani cha mwanasaikolojia, anasema mtu pekee duniani anayetumia akili za mwanamke na mwanamume ni mhubiri. Mhubiri ana uwezo wa kutumia akili ya mwanamke kwa maana ya kutengeneza muhemko wa wasikilizaji, lakini pia akatumia akili za mwanamume kutengeneza logic ya wasikilizaji. Sasa mwanamke yeye utembea kwa muhemko. Niliwahi kuyaona haya, mke wangu anatambua. Kuna wakati unatoka kwenye mikutano, sikiliza, kama hivi tuko hapa Pastor Butoke, unarudi nyumbani mama anakuuliza, hivi Njombe Net event ilikuwaje? Anambia salama. Ulisafiri salama? Salama. Baadaye anakuambia siku hizi wewe haunipendi kabisa. Nyinyi mnaelewa hiyo huwa yanatokea. Bado unasema mke wangu, hivi sikupendi kivipi? Mbona nimekujibu vizuri? Asema majibu yako hayafanani na uchungaji kabisa. Na mimi niwaulize, hayo majibu ni mabaya au ni mazuri? Maana ameniuliza mume wangu, Njombe kuliendaje? Naambia vizuri. Safari ilikuwaje? Nzuri. Anasema majibu yako sio ya kichungaji. Alitarajia hivi nimwambie, sasa mama fulani hebu kaa hapa, tuanze kutema ubuyu. Unajua pale Njombe bwana kabaridika kapiga.
tukala maparachichi. Sasa wanaume tuna muda huo? Na ndio maana wanasaikolojia wanashauri wanaume sasa hii muichukue. Ni vizuri walau kila siku uwe na neno la surprise kwa mwenzi wako. Usipokuwa na neno la surprise ndoa itazeeka mapema. Na ndio maana wengi wamekariri nimekumisi, ninakupenda, you are my sweet. Hayo maneno umesoma, tafuta ya kwako. Kuna siku nilimfanyia surprise mke wangu, akatoka kaenda sokoni, aliporudi akakuta nimevaa kilemba chake na gauni lake, nikamwambia karibu. Safi kabisa. Akaniangalia, anasema baba fulani una shida gani? Nikamwambia kwani ina shida gani? Sasa umevaaje hivyo? Nikamwambia mimi na wewe mwili mmoja bwana. Sasa kuna nyakati zingine nikihubiri hivi akiwa amekaa hapo, mnashangaa nalipuka kicheko. Baadaye watu wanasema nini mama mchungaji? Anasema ninavyomuona alivyo serious mimbarani na vituko vya kule ni tofauti. Baadaye namkumbusha, namwambia mke wangu, nyumbani mimi sio mchungaji, mimi ni mume wa mtu. Kwa hiyo tusichanganye cheo, uchungaji na nyadhifa mbalimbali kwenye ndoa. Kwa hiyo namna ya mawasiliano wanawake na wanaume tuko tofauti sana. Na ndio maana misibani mwanamke anaweza akalia hata kama hajui marehemu ni nani. Unashangaa tu anaanza kulia. Mnamuuliza kwa nini unalia? Imeniuma sana. Wamesema ameacha watoto 3 jamani, sasa watakulaje? Kwa hiyo namna ya kuwasiliana. Usipojua mwanamume anawasilianaje, mnaingia kwenye mgogoro. Namba 3, namna ya kushughulikia matatizo. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Mwanamke mara nyingi utatua kwa kushirikisha watu wengine anapopitia changamoto. Lakini wanaume mara nyingi huwa tunapenda kukanalo moyoni sisi wenyewe. Ni mara chache sana mwanamume kushirikisha wengine matatizo. Ndio maana watafiti wanasema wanaume huwa tunakufa mapema kwa sababu matatizo mengi huwa tunakanao sisi wenyewe. Na mimi niwaulize wanaume mlioko mahali hapa, mara ya mwisho wewe kwenda dawati la jinsia ni lini? Mwanamume kwenda kudai haki zilizoko kwenye ndoa ni lini? Yaani tutakushangaa mtu umebarikiwa na urefu na kakitambi, afu na kakipara kidogo, unakwenda dawati la jinsia unajua hii ni wiki ya 3 sipewi maji ya kuoga. Lakini wanawake wapo ni wengi sana. Na kwa sababu hiyo wanatupiga bao, wanaishi muda mrefu kwa sababu wao hutatua matatizo kwa kueleza. Na wanaume ngoja niwape onyo hili. Ukishindana na mwanamke kwa kuongea utajidhalilisha. Kama kabisa umeshamuelewa mke wako, hata kama ameingia kwenye makosa, unataka umlazimishe aelewe kosa, atakachokifanya ni hiki hapa, atazungumza mpaka wewe ndio uonekane unakosa. Kwa hiyo dawa yetu ili tuwe salama, ikifika tu mwambie, mke wangu nimegundua, nisamehe. Hili jambo nitatatua. Ndio maana nimeanza kwa kusoma ishini nao kwa akili. Ukisoma lugha ya Kiebrania neno mwanaume linamaanisha a person with a high degree, ana uwezo mkubwa. Yaani sasa wewe ukikaa kuanza kuchambana na mwanamke, nimekuona muda mrefu, kitaeleweka? Hapana. Namba 4, uwezo wa kuonyesha huruma, empathy. Wanaume na wanawake tunatofautiana. Tafiti nyingi za kisaikolojia zinaonyesha wanawake kwa wastani huonyesha kiwango kikubwa cha empathy na uwezo wa kusoma hisia za wengine. Wanaume mara nyingi huonyesha zaidi upande wa uchambuzi na hatua za kimantiki. Ndio maana wanaume niwatie moyo katika hili. Kama umewahi kuambiwa na mke wako hiki kitu sio salama, sikilizeni sana. Wanawake wamepewa kitu ambacho sisi wanaume hatuna. Mwanamke na mtoto wamepewa hicho kitu cha kutambua kwa kutumia dhamiri. Kwa mfano mtoto, unaweza kumpeleka mtoto abebwe na mtu mwingine, mtoto akakataa with no reason. Sasa kwa nini huyu anamkataa? Ana uwezo wa kuhisi kabisa huyu mtu sio salama kwangu. Hali kadhalika mwanamke, ukisikia mwanamke anakuambia mme wangu achana na huyu mama fulani, usiseme ni shemasi mwenzangu. Mwanamke ana uwezo wa kuhisi. Sema amina kama umenielewa. Na dhamiri ya mwanamke, watafiti wanasema 70% ya kile anachokihisi ni kweli. Ndio maana kama umewahi kumdanganya mwanamke, usidhani kwamba ulimdanganya hakugundua. Aliamua tu kufunika yaende. Kwa sababu gani? Akikuangalia tu hivi usoni anajua baba fulani ananidanganya au yuko sahihi. Mlio kama na mke muangalie usoni. Kwa hiyo wanawake wamepewa huo uwezo. Ndio maana nimesema hicho kitu amepewa kama walivyopewa watoto. Mtoto akimwangalia baba yake au akimwangalia mama yake usoni, anajua leo ni salama au sio salama. Ngoja niwaambie,
Sisi pale sasa hivi tuna kitoto kina mwaka mmoja kama na mwezi mmoja. Kikisikia tumeanza kuzungumza, hata kama ni mabishano ya kawaida, mkianza tu kubishana mnaona kinakaa hapa. Alafu kinamwangalia baba, kinamwangalia mama. Kikiona mabishano yanapanda unashangaa kinalia. Kimegundua hapa sio salama. Kwa hiyo hicho kitu amepewa wanawake na watoto. Wana uwezo wa kuhisi huruma, kuonyesha huruma. Wanawake wako vizuri sana. Ndio maana ukisimama hapa kuelezea habari za jehanamu itakavyokuwa, wanawake watalia, na ukiitisha wito watakuja wengi. Lakini mwanamume unaweza ukasimulia jehanamu za itakavyokuwa, unashangaa tu anakuna kidevu. Hii jehanamu yenyewe. Jehanamu. Ndio maana misibani wanaume ni wachache sana. Lakini wanawake mpaka sare wanashona. Misibani. Lakini namba 5. Okay, namba 5, mtazamo wa mahusiano. Hii nao tusikie vizuri napomalizia. Wanawake wengi huweka uzito mkubwa kwenye ukaribu wa kihisia na usalama wa mahusiano. Ndio maana huwa wanasema watafiti wa mambo ya ndoa, ukisikia mke wako anakuambia siku hizi unipendi, usije ukasema anamaanisha umpendi. Anataka tena urudie kumthibitishia kwamba bado ninakupenda. Kwa hiyo anarudia mara kwa mara, siku hizi unipendi, anambia bado niko pale pale nakupenda. Lakini sisi wanaume tumeweka mkazo zaidi kwenye heshima, mafanikio au wajibu. Ndio maana wanaume wengi tunadhani kwamba kumpenda mwanamke ni kumjengea nyumba, kumnunulia gari, kumpa mamilioni. Hivyo kwa mwanamke ni minor. Ndio maana mnaona kuna mtu ana mamilioni lakini mke wake anatembea na kabosi na kafanya kazi kanako kamua ng'ombe wa bosi. Kwa sababu yeye hajawekeza katika vitu, amewekeza katika usalama. Yaani kale kanako kamua ng'ombe wako, kakimwambia sikiliza, huyu bosi akituchezea, mimi nitakupeleka kwetu Upareni, utakaa kwa amani, nitakuwa napika mimi, hautafua nguo. Unashangaa mwanamke anasema sina uzima wa milele, ndo huu hapa, anaondoka nako kama mtu. Wewe unabaki hivyo. Na ndio maana fanya tafiti nyingi. Wanaume tulio busy ambao hatuna muda wa kuzungumza na wenzi wetu, ndoa zetu zinakuwa ziko hatarini. Kwa sababu gani? Si tunahisi tu kwamba utaangalia hapo mezani kuna 500,000. Utaangalia nimekutumia milioni. Utaangalia hizo sio shida kwake. Kuridhika kwa mwanamke sio vitu. Ukiona mwanamke ana demand sana vitu, hajakupenda. Wanaume oe, mwanamke aliyekupenda hadimandi vitu, anakubaliana nawe 100% kwa jinsi ulivyo. Muhakikishie tu kwamba wewe na yeye mpaka kaburini. Akishajua hilo, maisha yameenda. Mwisho kabisa. Ushawishi wa homoni. Mimi sio daktari, kuna homoni ziko hapo zimeandikwa. Homoni za mwanamke na homoni za mwanaume vinatofautiana. Hizi homoni za mwanamke zinamsukuma kwenda kwenye hisia ambayo inampelekea kwake ni salama wakati wa malezi na kadhalika. Lakini hii homoni ya mwanaume mara nyingi inamfanya awe jasiri. Ndio maana mila za kwetu zamani, hata katoto kakijikata kakiume, utashangaa sasa wanaume huwa hatulii. Kanaisha wanaume huwa hatulii. Na utashangaa kuna misemo wanakuambia unalialia kama mwanamke. Kwa hiyo ni sababu ya homoni. Lakini leo imegundulika kuna wanaume pia ambao wamebeba hiyo tabia, kujidekeza, kulialia. Ndio maana nikamwambia wakati naanza, wengi wameamua kwenda kwa mishangazi. Wanataka huruma, wadekezwe sana. Mwanamume hakuumbwa kudekwa. Mwanamume homoni zake ni za kupambana. Ngoja nikwambie, hata kama unaona wewe hata kwenye kiganja utoshi, unapofika mahali penye hatari, mwambie mke wako, mke wangu hapa, hata wakija 1000 hawaningoi, katu hapa nyuma yangu uone. Unaona mwanamke anasema yes, siri mume ndio hili hapa. Afu kenyewe kakija. Muhakikishie usalama huyo mwenzi wako. Namba 7, njia ya kufikiri. Mwanamke na mwanamume namna ya kufikiri tunatofautiana. Wanawake wengi huweza kuunganisha hisia na maamuzi kiurahisi. Wanaume wengi hupendelea kuchanganua mambo kwa mfumo wa mantiki na mpangilio. Na ndio maana wanawake, ngoja niwatie moyo, usikubali sana hiki kitu kikuendeshe. Wakati wa maamuzi usitumie hisia. Katikati ya juma hili nitazungumza. Ndio maana wengi mmeingia, vijana, hata vijana wa kike, mmetumia hisia mkaacha wachumba, halafu wale waliowashawishi wakawabeba. Anakuambia unataka kumkubali nani? Juma wewe huoni hata mamikoti yake makubwa kama ya babu yake. Ukiachana naye kanabeba kaliko kushawishi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu. Amen. Simameni tuombe. Baba yetu na Mungu wetu anayeketi mbinguni,
Migogoro ni sehemu ya barabara ya ndoa. Yule baba aliyekuwa amekimbia familia yake kwa sababu ya migogoro, mrudishe. Yule mama aliyetaka kukimbia ndoa kwa sababu ya migogoro, mrudishe. Tupatie nguvu ya kutatua migogoro kwa jina la Yesu Kristo. Amen.